Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu mwanamichezo mwenzangu, tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo. Hayawi sasa yametimia baada ya maelezo marefu kwelikweli yaliyokuwa yakijadiliwa kadri siku inavyozidi kuongezeka kutokuonekana kwa Jean Charles Ahoua kwenye kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba. Hiyo pia imepelekea kuleta taharuki nyingi kweli. Mashabiki na wadau mbalimbali soka nchini Tanzania walikuwa wakijiuliza maswali, why haonekani Jean Charles Ahoua kwenye kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba. Leo mchana kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kama ilivyofahamika kipo kule visiwani Zanzibar ikijiandaa kuelekea katika mchezo wao wa kesho, mchezo wa kwanza katika michuano hiyo ya Mapinduzi inayopigwa kule visiwani Zanzibar. Leo mchana katika ardhi ya muasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, viongozi wa klabu hiyo ya Simba pamoja na wajumbe mbalimbali wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba leo waliweza kukutana tena kwa mara nyingine tena ili kujadili yale ambayo yanaweza kwenda kuwakabili siku za hivi karibuni. Sasa baada tu ya mchakato Simba kuweza kumtangaza kocha na baada kutangaza benchi la ufundi pamoja na video analysis, wote hao kutangazwa haraka iwezekanavyo katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, na baada tu ya kuweza kukamilika kwa baadhi ya wachezaji, wale wachezaji ambao wanaowahitaji kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, wachezaji ambao watakaoenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya baada ya kuwa mchakato mzuri kweli kuelekea katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, baada tu ya kuweza kukamilisha kwa baadhi ya wachezaji wale ambao walikuwa wakiwahitaji kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Sasa mchakato kulingana na idadi ya wachezaji wa kigeni ambao tayari wameshaweza kupatikana na wale wachezaji ambao Simba wanahitaji kuondoa kwa mkopo kuwapeleka katika vilabu vingine ili kwenda kupata uzoefu ama kupata ile fitness ili mwisho wa siku waweze kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Mchakato umekuwa ni mwingi kweli baada tu ya kupata taarifa kutoka kwa kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Jean Charles Ahoua kuandika ujumbe mzito kwenda kwa viongozi hao, na huku akisema kwamba yeye anahitaji kuondoka haraka iwezekanavyo klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kumbuke kwamba Jean Charles Ahoua aliweza kusajiliwa ama kusaini mkataba wa miaka miwili. Msimu uliopita ulikuwa ni mkataba wa mwaka mmoja na msimu huu ulikuwa ni kwenda kumaliza mkataba wake ili kutimiza mkataba wa miaka miwili. Jean Charles Ahoua ameandika ujumbe mzito kwenda kwa viongozi hao kwa maana kwamba yeye anahitaji kuondoka kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, huku akisema kwamba hana furaha na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Uongozi wa klabu ya Simba mpaka hivi sasa wamefikia hatamu kuweza kuvunja mkataba na mchezaji huyo ili mambo yasiwe mengi, lakini sababu ambazo zilizoweza viongozi wa klabu hiyo ya Simba kuhitaji kuvunja mkataba kwa haraka iwezekanavyo kwa sababu tu ya yule mchezaji ambaye alikuwa akitumikia klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba miaka kadhaa iliyopita, tayari naye pia ameonyesha nia ya dhati kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba baada ya kiongozi mmoja wa klabu hiyo ya Simba kuweza kupata mawasiliano na mchezaji huyo na kumwambia kwamba unaona jinsi gani sisi tunahitaji mchezaji wa aina yako. Mchezaji huyo naye pia bila kusita naye pia amekubali haraka iwezekanavyo kurejea hapo kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu, ili kwenda kukifanya kikosi kilichokuwa bora zaidi. Lakini pia kwa
kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Steve Barker alipoweza kupata tu taarifa kwamba mchezaji huyo Jean Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ama kuvunjwa mkataba haraka iwezekanavyo, kwa sababu mchezaji mwenyewe amekiri na kusema kwamba hana furaha kubakia ama kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Majibu ambayo aliotoa kocha Steve Barker, amesema kwamba hahitaji kwa hivi sasa kumuondoa mchezaji yoyote, kwani hivi sasa anahitaji kutazama ni kujaribu kuwatazama wachezaji wote waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Pale ambapo atakapata bahati ya kujaribu kuwatazama wachezaji hao, yule ambaye atakayeweza kumuona kwamba hafai kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, ndipo ataweza kutoa taarifa ama ripoti kwamba mchezaji huyu simuhitaji. Lakini kwa hivi sasa hawezi kutoa maamuzi kwamba huyu simuhitaji, hali ya kuwa bado hajaona kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda akaenda kuwatumia katika msimu ambapo kocha Steve Barker alipoweza kukabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa kocha Pantev Dibital, raia kutoka pale nchini Bulgaria. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, Steve Barker aliweza kumsifia Jean Charles Ahoua pindi pale alipokuwepo kocha wa Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Huku Steve Barker amesema kwamba kwa hivi sasa hataki kusikia malalamiko ama kutaki kusikia kwamba anahitaji kuondoka kwa Jean Charles Ahoua, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye yeye pia ametokiwa kuvutiwa na ubora aliyokuwa nao, ubora ambao amejaribu kuonesha katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa, wachezaji wote waliokuwepo kujiunga na klabu hiyo ya Simba waende kujiunga, ili na yeye mwisho wa siku ajaribu kungamua na kutazama mchezaji gani ambaye pia anaweza kuandika ripoti kama hataweza kuridhishwa na mmoja kati ya wachezaji hao watakaoenda kusalia kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinatarajia kushuka kesho katika mchezo wao wa kwanza michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar, na vikosi vyote vimeenda kule, na wale wachezaji kutoka taifa la Uganda na wachezaji wa kimataifa kutoka mataifa mawili tofauti na taifa la Uganda, wote hao wamefika katika kule kisiwa cha Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa majaribio. Wachezaji watatu wa kigeni wote hao wamejiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lengo na matumaini makubwa kwa wachezaji hao ni kwenda kujaribiwa kile ambacho walichukua nacho waende kukionyesha katika mashindano haya ya Mapinduzi. Na kama wachezaji hao watafanikiwa na yale majaribio yao wataenda kufanikiwa, basi uongozi wa klabu hiyo ya Simba wao watachukua maamuzi ya kuwasajili wachezaji hao kama vile ilivyokuwa hapo awali. Huko Steve Barker amesema kwamba wale wachezaji wanne aliyeweza kuwaorodhesha katika ripoti yake, basi wachezaji hao wote waweze kupatikana kwa haraka iwezekanavyo, na baada ya kupatikana kwa hao wachezaji, yeye ndiye atajaribu kutazama maeneo gani anataka kwenda kufanya maboresho pale ambapo watakapoenda kukamilika kwa wachezaji hao wanne. Wachezaji hao wanne mpaka hivi sasa wamefanikiwa kusajiliwa wachezaji wawili tu. Mmoja ni golikipa raia wa Ghana na mwingine ni kiungo mshambuliaji kutoka